Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Hope Channel Kenya, jioni nyingine nzuri, tunamtukuza Mwenyezi Mungu tena. Jioni ya leo tunakuletea kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Na tunakukaribisha tukisema kwamba mambo ambayo tutakayoongea leo kumuhusu Paulo kama ilivyonukuliwa na Luka ni mambo makuu sana. Tungependa kwamba mambo haya ukayasikize vizuri na Mwenyezi Mungu aweke maneno yake katika vinywa vyetu ili tutakaponena hata wewe ukafaidike na ukaende ukaongea na wengine ukawape neno hili. Kabla tuanze kipindi chetu, ndugu yetu Tabnacha, ingefaa kama ungetufungulia kwa ombi. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba uliye juu mbinguni, Muumba wa mbingu na nchi na vyote vijazavyo, uliyetupenda upeo na kudhihirisha upendo wako pale msalabani Kalvari, na kushukuru kwa hilo. Napoingia katika somo letu siku ya leo, uwepo wako uweze kuwa nasi pamoja na mtazamaji. Hebu yale yote ambayo yataletwa mbele zetu yaweze kutujenga kiimara katika imani zetu naposubiri warejeo. Ni katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mtazamaji, pamoja nami ni walimu ambao tutasaidiana katika kuchambua Biblia. Na kwanza ni mwalimu ambaye ametufanyia ombi, mwalimu Tabnacha Odor. Mwalimu, karibu kwenye kipindi. Asante. Wakubwa hamjambo, wadogo mmeshindaje? Na pia tunaye mwalimu James Mugunda. Mwalimu, karibu kwenye kipindi. Asante mtazamaji, karibu tena kwa uchambuzi wa Biblia. Nami ni wako mwalimu Peter Sitati. Walimu, nafikiri tumefika, imebakisha leseni moja tu ili tufunge mambo haya yote ama mfululizo na mtiririko wa mambo kutoka kwa kitabu cha Matendo ya Mitume kilivyoandikwa na Daktari Luka. Na kuna mambo mengi tu mimi kwanza mwenyewe nimeyasoma hapa. Najua hiki kitabu nimekisoma, lakini sikujua kwamba kina mambo makuu ambayo yananihusu mimi. Najua unaangalia unaona kama ni historia tu. Na watu wengi pengine wanaweza angalia katika mtazamo huo. Lakini tunaona kwamba mambo ambayo tutayasema leo na ambayo tumeshayasema, nafikiri ni mambo ambayo kama mtu atayatilia maanani yatakuwa ya manufaa. Sasa walimu, hapa tunaona Paulo amefikia Kaisaria. Na Kaisaria nilikuwa ni jina la mkewe mmoja wa Kaisari. Alikuwa anaitwa Rea. Sasa ndiye kaitwa Kaisaria. Sasa tunakuta hapa Kaisaria kuna vile Paulo alifika hapa Kaisaria. Mwalimu Tabnacha, kulitokea nini mwanzo ndivyo Paulo afike Kaisaria? Asante. Hapa tunaanza siku 5 baada yake kufika Kaisaria. Asante. Mtazamaji, kama umekuwa ukiandamana nasi tangu tulipoanza somo hili katika kitabu cha Matendo, nagundua kwamba imefika wakati ambapo sasa Paulo anaelekea Yerusalemu. Ndio. Na kabla kwenda hata anapewa maonyo kwamba kule utaenda utashikwa, watakufunga, watakuingiza gerezani. Lakini Paulo anasema kwamba imenipasa niende. Na hata usiku ule tunaomba kwamba Mungu anamtokea, anampa nguvu, anaambia kwamba utasimama mbele hata ya viongozi. Na baada ya hapo tunaona kwamba Paulo anafika Yerusalemu na Wayahudi wale wanamwekea vigingi ili waweze kumshika, hata kupita katika hekalu lazima ajisafishe. Na Paulo anafanya ratiba hizi zote ili aweze nao kuwaokoa wale Wayahudi, aweze kuwapata. Si kwamba alikuwa anafanya dhambi ama anawacha mafundisho ambayo alikuwa amefunza pale mbele. Ilikuwa anafanya vile ili aweze kuwaleta nao pia. Na baada ya kufanya vile analetwa mpaka mbele ya Sanhedrin, wale wazee wa dini. Na anapoletwa pale mbele anawaeleza kuhusu masuala ya ufufuo. Na tunapata kwamba kunatoka na vita pale kati ya Masadukayo na Mafarisayo. Na baada ya msongamano ule kutokea, napata kwamba kuna Wayahudi fulani wakaghadhabika sana. Walikuwa watu 40. Wakashikana, wakakula kiapo, wakasema hatutalala, hatutakula mpaka huyu jamaa tuweze kumwangamiza. Kisha wanapanga njama, wanaambia wakuu wa Sanhedrin, makuhani wakuu, kwamba muiteni Paulo, mwambieni akida yule wa Warumi kwamba amlete Paulo mbele zenu. Kumbe ilikuwa ni mpango kwamba wakati analetwa wao wavamie kisha waweze kumuua. Na pale tunaambiwa kwamba kuna mjomba wa Paulo fulani ambaye anasikia mambo haya. Anamwambia bwana mmoja mdogo, huyu kijana anakimbia, anaenda anamuelezea akida. Na akida baada ya kujua vile anamtoa Paulo, anampeleka Kaisaria. Mahali ambapo sasa siku 5 baadaye tunakuja tunapambana, tunakutana naye akikutana
kiongozi Feliki ambaye ndiye alikuwa mkubwa pale. Sasa huyu jamaa alijua Paulo ni Mrumi. Ndio. Akachukua wanajeshi 200 wa farasi na nini ili jamaa siuawe. Kwa sababu anajua kiuawa itakuwa shida. Itakuwa shida kwa sababu damu ya Mrumi imemwagika. Damu ya Mrumi imemwagika. Mwalimu Mgunda. Tunakuta hapa ndio chanzo cha Paulo kuishi miaka 2 gerezani. Nafikiri pia tunakuta kwamba Paulo huyu katika miaka 2 hii anaenda mbele ya magavana, wale anaenda mbele ya wakubwa. Na kwa muda huu wote inakuwa kesi mpaka akafika kwa mfalme. Lakini mambo haya yote tunaona yakitendeka miaka 2 yameisha. Nafikiri ndio mambo tutayachunguza vile yalikwenda mpaka yakafikia kule. Lakini muhimu ni kwamba Paulo alipoletwa huku Kaisaria alikutana na Feliki. Kwa kizungu anasema Felix. Sasa alipokutana na Feliki ambaye alikuwa ni gavana sio wa Kaisari ama wa Kaisaria. Huyu jamaa alipoletwa kukaa na wale viongozi wa Yerusalemu ambao ni Mafarisayo haswa. Wakaja huku wakiwa wanaongozwa na kuhani. Sasa walipokuja wakaja na jamaa mmoja anaitwa Tertulo ambaye alikuwa msemi. Mwalimu, sasa nafikiri kuanzia hapo tupe habari ya mambo haya. Asante mwalimu. Kuna jambo ningependa kuongezea ninapounganisha. Ndio. Unaona mpango ya makuhani ama Wayahudi ilikuwa ni kwamba Paulo anapokuja Yerusalemu waweze kummaliza. Kweli. Huu ndio mji ambao Kristo ameuawa nje yake. Huu ndio mji ambao Yesu analea kwamba imeua manabii wake. Yerusalemu. Kweli. Hapa ndipo Stefano ameuawa. Lengo lao ilikuwa ni kwamba waweze kummaliza Paulo hapo Yerusalemu. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa bado ana kazi na Paulo, hakuwa amekamilisha kazi yake. So kutolewa Yerusalemu kwenda mpaka Kaisaria ni mpango ya Mungu. Ile kwamba aweze kumaliza kazi ambayo bado hakuwa amemaliza. Na ndio tunamwona amefika mpaka Kaisaria. Na anapofika Kaisaria ningependa kusoma, wacha tusome Biblia kidogo. 24 Matendo fungu la kwanza. Baada ya siku 5 Anania kuhani mkuu akatelemka na baadhi ya wazee pamoja naye na msemi mmoja Tertulo, na wakamwelezea liwalo habari ya Paulo. Naye alipoitwa Tertulo akaanza kumshtaki akisema, kwa kuwa mnapata amani nyingi chini yako Feliki mtukufu. Anasema Feliki kwa sababu ya Feliki wanapata amani nyingi. Na kwa maangalizi yako mambo mabaya yanatengenezwa kwa ajili ya taifa hili. Basi tunayapokea kila wakati na kila mahali kwa shukrani yote. Lakini nisikuudhi zaidi na kusi utusikilize maneno machache kwa fadhili zako. Kwa maana tumemwona mtu huyu mkorofi, mwanzilishi wa fitina katika Wayahudi wote duniani. Tena ni kichwa cha madhehebu ya Wanazorayo. Wanazorayo ni kama ni watu wa kuleta machafuko. Hata Samsoni alikuwa Mnazarayo. Asante mwalimu. So Paulo ameletwa mpaka mbele ya Feliki. Na anapoletwa mpaka mbele ya Feliki wakatafuta namna gani? Advocate. Wakatafuta wakili, msomi. Na alikuwa amesoma sheria pia. Kwa sababu gani? Paulo ni msomi. Na wameona jinsi ambavyo Paulo anajitetea na kusimamia haki na kufuata sheria katika hukumu ambazo zimepita. Wakatafuta mtu ambaye pia ni msomi na ni msemaji mzuri. Mtu ambaye ana maneno. Tertulo. Na Tertulo anaanza kusifu Feliki. Kwanza sifa hii ni ya uongo. Maana historia inaeleza jinsi Feliki alikuwa ni akida ambaye ni katili sana. Mtu ambaye alikuwa unaposoma Kiingereza alikuwa mtu ambaye akona tamata ya kimwili. Alikuwa anafanya zinaa nyingi. Na alikuwa mtu ambaye sifa zake haikuwa mzuri. So sifa hii anaopewa Feliki ni sifa ambayo ila kwamba watafute njia ya kumaliza Paulo. Lakini mtu ambaye ni mkorofi anainuliwa.
imenikumbusha kisa cha Yesu Kristo. Ndio. Pilato anauliza, ni watolee nani? Ni huyu Barabas ambaye ni muuaji ama ni Kristo Yesu? Wakasema Barabas. Hapa ndipo sifa inainuliwa ile kwamba Paulo ambaye mtumishi wa Mungu aweze kuangamizwa. Na mashtaka ambayo anawekewa. Shtaka ya kwanza. Mwalimu, kidogo tu kabla uende kwa mashtaka. Je, inawezekana kwamba siku hizi pia tukaenua mtu ambaye si mzuri tukimfinyilia chini ama kumsimanga ule mtu mzuri? Ni kweli mwalimu. Ni kweli mwalimu. Ni kweli mwalimu, unajua ukiangalia jinsi mwalimu Mugunda ameeleza vizuri kwamba kipindi wafike kumleta Tertullo walikuwa wameona jinsi Paulo alikuwa amehekimika na alikuwa anafahamu mambo ambayo anayafanya. Alikuwa anatambua haki zake, alikuwa anajua ujumbe ambao anausema ni wa kweli. Ni ukweli na hata unawachoma wao. Kwa hivyo wakaona kwamba katika madaraja ya ukweli huyu jamaa hatuwezi kumshika. Kwa hivyo wacha tumletee mambo ya uongo, ushahidi wa uongo. Ndio nasema hata leo naweza pata mtu pengine, wacha nitumie katika anga zetu hizi za watumishi na wahubiri. Unaweza pata pengine mwalimu Mugunda ni mzuri katika kufundisha unabii. Na pengine wewe umekuwa ukimsikiza, lakini unaangalia katika kila kitu mahali utampata ili umfinyilie chini, hupati. Kwa hivyo ukiona kwamba hautamweka pale katika unabii, sasa unatumia mambo ya kikwake. Sasa unaanza kusema pengine Mugunda ni mzinzi, pengine Mugunda ni mkatili, fisadi, anakula pesa za watu, ametupa familia, ameitenga, kwa sababu una ushahidi. Ndio hii tabia ambayo tunaiona hapa. Na mtazamaji, si kwamba tunasoma tu Tertullo na Paulo, hata sisi tunajiona katika miwani hizo. Unajua katika makanisa yetu mtu akikuita offshoot umemalizwa. Kiito offshoot. Mwalimu, hebu tueleze mashtaka sasa aliyoleta Tertullo mbele ya Feliki. Asante mwalimu. Mashtaka ambayo Tertullo analeta. Kumbuka alipokuwa Yerusalemu, mashtaka ilikuwa ni kwamba ameenda kinyume cha sheria ya Wayahudi, sheria, na pia anafundisha kinyume cha hekalu, na amenajisi hekalu. Kweli. Wanapokuja Kaisaria, Tertullo anaenda mashtaka mengine tena. Mashtaka gani? Kwanza, yeye ni mkorofi. Jambo la pili ni kwamba yeye ni mwanzilishi wa fitina katika Wayahudi na katika nchi yote. Tuende katika la kwanza. Kwamba atieni mkorofi. Anachochea vurugu. Tena si hata Uyahudi, katika falme zote. Yeye anachochea vurugu. Kwa sababu gani wanasema hii? Kwa sababu Paulo, Mungu mwenyewe amemteua kwa mtume wake kuanzia kwa Wayahudi na katika mataifa. Na hii ndio ilikuwa inaleta shida. Maana Paulo anafundisha na anafanya mataifa kuwa wanafunzi na kuwaleta katika hekalu la Mungu. So wanamshtaki ya kwamba hii ni kuchochea. Maana Wayahudi na mataifa hawachangamani. Lakini wao wanapoona hiyo kwamba Paulo anapoleta hii analeta vurugu, wanamshtaki. Unajua siku ya leo kuna watu ambao bado wameweka baria ni nini? Wameweka ukuta. Ya kwamba dini yetu haiwezi changamana na dini hii. Sisi hatuwezi kuwa pamoja na watu hawa. Sisi hatuwezi kuchangamana na watu hawa. Na hii ndio Kristo alikuja kuondoa kiambaza hiki. Ndio anasema kwamba sasa awe ni Myahudi au Myunani, sote tuko sawasawa mbele ya nani? Ya Kristo Yesu. Bora tumemwamini. Na wakamshtaki Paulo mbele ya Feliki. Na najua kwamba mwalimu wataongezea kuhusu mashtaka haya kwa sababu Feliki anavyoendelea. Unajua anaitwa kwamba pia alikuwa kiongozi wa maasi wa Wanazarai. Ni kama wanamgambo vile. Yeye alikuwa anaongoza ring leader. Alikuwa mtu wale wa Sabaoti. Kisha
wanasema pia kwamba alikuwa amenajisi hekalu la Yerusalemu. Hapo ndio nataka nataka uingie. Sasa unaona hapa katika kunajisi hekalu. Na tukisoma vizuri tukirudi nyuma katika kitabu hicho cha Matendo, na gundua hata Paulo anapoingia Yerusalemu anajitakasa. Siku 7. Siku 7. Kabla ya siku 7 tunaambiwa baada ya siku 7 alianza kunena. Lakini ni ukweli kwamba alipoingia alijitakasa. Kwa hivyo unaona huu ni uongo kabisa. Alikuwa anatembea na kijana ambaye ni Myunani ndio, lakini hakuingia na hekalu. Kwa hivyo alikuwa anatambua hata itikadi zao na jinsi walikuwa wanaamini na matambiko yao yale yote. Kwa hivyo yote aliweza kuyafanya kama mtu ambaye anawaelewa. Lakini hapa Tertulo na wenzake wanakuja wanasimamisha ushahidi wa uongo kwamba huyu bwana alifanya mambo kadha wa kadha. Hapo tena mwalimu. Sasa naye hekalu wakati huu ambapo Yesu ameshakufa ameenda mbinguni, pazia ya katikati hakuna kiambaza. Sasa ndio tunajiuliza, hata Paulo angeingia naye, hata angeingia na yule kijana, hata na Feliki mwenyewe, hakuna shida. Hakuna shida. Shida kubwa mwalimu ni kwamba hawakuelewa hata hilo fungu. Yesu anasema kwamba nimejaribu kwa kusanya kama vile kuku anavyokusanya vifaranga vyake, lakini mmekataa. Anasema kwamba basi nyumba yenu imewachwa ukiwa. Hawakuelewa na unabii huo, maana hata hawakuelewa na unabii wa miaka 490 Danieli 9:24 na 25 ambao walipewa kama taifa la Uyahudi. Na miaka hiyo inapokuja kuisha 34 AD wanaua Stefano, bado wanafikiria kwamba bado tu wokovu ni wao. Petro akiuliza sasa nimsamehe mtu mara ngapi? Akamwambia 7 mara 70. Anapelekwa huko jinsi ndivyo samehe, maana ni Wayahudi. So hata mlango wa rehema unapofungwa, nyumba yao unapoacha kwa, bado wao wanafikiria kwamba bado tu wao ndio taifa teule. Na wakaendelea bado na kufanya tu kafara na kuinua Yerusalemu. Yesu anaambia mwanamke Msamaria, sasa inakuja ambao hamtaabudu hapa. Wanaabudu wili watabudu kwa Mungu katika roho na kweli. Yohana 4. Asante sana. Sasa tunakuta kwamba basi kutoelewa ndio kunaleta shida. Ndio shida. Nasi sisi wale tunaishi zama hizi, tusipoelewa neno hili, hata sisi tutachomokea katika hili, kwa sababu mwisho tutaanza kuwaumiza watu, tutawashusha watu. Kumbe hatukuelewa jambo hili. Unajua kuna mara nyingi hata tunakaa makanisani, watu wanakufa huku nje na njaa, watu hawana nguo. Sisi tunang'ara, tunaweka 3 ya parking ya gari, tunaegeza magari, lakini watu wanakufa nje kwa sababu sisi tuko Yerusalemu na hapa ndiko kila kitu. Tumesahau Yerusalemu imetoka sasa. Walimu sikutaka kuleta mambo haya, lakini kuna shtaka la 3 kwamba yeye ndio kiongozi wa Wanazarayo. Mwalimu Tabnacha. Asante kwamba Paulo ni kiongozi wa Wanazarayo. Ndio ulisema kama ni kama mwanamgambo. Asante. Nafikiri ulishasema. Sasa kuna kitu kingine ambacho nataka walimu kwamba Feliki alitaka ahongwe na Paulo. Unajua kuna tabia ya Kikenya hapo. Feliki ni wetu. Unajua napendezwa na mambo fulani umeyasema kimbele kwamba unajua anataka hongwe na mwenye anataka hata ampe hongo ni jiwe. Hana kitu. Hatoi. Hana kitu. Kwa hivyo tunaona na hata hana kitu, si tu wetu jiwe kwa sababu hana kitu. Yeye ni mcha Mungu. Ni kitu hawezi fanya. Na mwalimu nadhani kuna tabia ambayo inaonekana hapa kwa Feliki ambayo iko hata na sisi leo katika taifa letu la Kenya. Mahali ambapo watu wameendekeza hongo katika kupeana haki. Na umeangalia ukaona kwamba huyu mtu yuko sawa, hana kosa, lakini bado unasukumiza kwamba akupe kitu kidogo ndio nayo aendelee na safari yake. Na nadhani kuna watu fulani tu katika taifa letu ambao wamewekwa ni kama wao ndio wako mstari wa mbele katika swala hili. Ila ni kwa usalama wangu tu. Sikutaka tukosane. Asante. Kwa hiki kipindi Asante. Endelea walimu kwanza. Walimu, kuna mbili ambayo Paulo amejitetea mbele ya Feliki. Paulo jambo la kwanza ameanza kutetea imani yake. Sema kwamba mimi naabudu Mungu ya babu zetu. Ndio.
babu zetu. Maana anaongea mbele ya Mafarisayo na Masadukayo, Wayahudi yeah. Wanaamini kuhusu Abrahamu baba yao. Sasa kwa mimi naabudu Mungu huyo wa babu yetu. Wanaposema babu wanajua anasema nani. Jambo la pili anasema kwamba ninaamini katika sheria yote ambayo ndio katika sheria. Jambo lingine anasema kwamba tena nina matumaini. Tumaini ambalo Mungu aliahidi kwa babu zetu. Na hili tumaini ni la ufufuo. Ya kwamba Mungu atafufua wote waliokufa, wenye dhambi kwa hukumu na wenye haki kwa uzima wa milele. Na hii ndio inaleta tata shida. Anapotaja tu mambo ya hukumu. Kuna vikundi viwili hapa kwa sababu umetaja hapo hivyo tuvitaje. Kuna Masadukayo na kuna Mafarisayo. Walimu, je, imani ya hawa watu wawili ilikuwa ni ipi katika jambo hili la ufufuo? Asante. Watu hao walikuwa wapatani. Kwa sababu Mafarisayo walikuwa wanaamini ufufuo. Lakini Masadukayo walikuwa hawaamini. Wanasema hakuna ufufuo. Ndio. Lakini sasa unaona hawa ni watu wawili ambao wanapingana. Wote imani zao haziambatani. Lakini sasa wanaunda kikao pamoja, wanakaa pamoja ili wamnyamazishe Paulo. Kwa hivyo hapa tunapata funzo gani? Kwamba wakati ambapo utasimama na ukweli, watu watasimama, hata wale ambao hawapatani. Kuna mifano mengi, kuna Pilato na Herode. Tunaona hapa taifa na tunaona dini zinashikamana dhidi ya Yesu kumwangamiza. Paulo pia hapa anatokea hapa kwamba kuna watu wawili ambao hawalikuwa wapatani, lakini sasa wanapatana ili waweze kumwangamiza. Kwa hivyo ni funzo kwetu hata leo. Kwamba huu ukweli ambao tunapeana, huu ukweli ambao tunausema, kuna wakati taifa litaungana na dini na liweze kusimama. Vitu viwili ni kama udongo na chuma, viweze kushikamana. Na si kushikamana kweli, lakini vinajaribu kushikamana ili viweze kuangamiza ule ukweli ambao tunasema. Mwalimu, nilikuwa nataka kwa hilo jambo. Lakini nataka pia uingize kidogo Ufunuo Yohana 13 kuanzia 11, alafu pia na Ufunuo Yohana 16-17. Nafikiri kwa mkutasari tu. Sasa ni mwalimu, waje niguzie kidogo Mafarisayo na Masadukayo kidogo. Unajua Wasadukayo hawaamini katika ufufuo. Mtu akifa afufuke. Leo kuna watu ambao hawaamini kwamba hakuna ufufuo kabisa. Lakini Mafarisayo wanaamini kuna ufufuo. Lakini wanakana Yesu alifufuka. Kwa hivyo wanaamini kwamba kuna ufufuo, lakini Yesu hakufufuka. Leo hivi kuna madhehebu, kuna Wakristo wanaamini kwamba kuna ufufuo, lakini bado wanaamini kwamba hata sasa mtu akifa anaenda mbinguni. Sasa swali ni hili, kama mtu akifa ameenda mbinguni, ufufuo ni ya nini? Ni sasa Mafarisayo wanasema kwamba kuna ufufuo lakini Yesu kufufuka. Ufufuo bila ufufuo wa Yesu hakuna ufufuo. Maana Yesu ndiye amekuja kufufuka ili alete tumaini kwa wote ambao watakufa katika yeye, watafufuliwa. Kama vile Musa. Jambo la pili sasa, tunaona ya kwamba dini ama taifa ama ufalme na kanisa inaungana. Na inapoungana, wanaotoa mashtaka ni kanisa kushtaki Paulo. Hii imenilea katika Ufunuo 13. Mnyama wa pili atakayetoka katika nchi, hiyo ni Marekani. Na kwamba historia ama kisa hicho inatueleza mwisho wakati ambapo sheria itakapopitishwa, ile kwamba sheria ya ibada ya lazima Jumapili itakapopitishwa, ya kwamba kanisa ama dini Uprotestanti itaomba msaada kwa serikali. Maana kanisa haina uwezo wa kutunga sheria, so itaomba serikali itunge sheria ya kuweka ibada Jumapili. Na hapo ndipo serikali itatunga sheria, na hizi sheria itatumika, sio sheria ya serikali, ni sheria ya kidini, ili iweze na serikali ili iweze kugandamiza na kutesa Wakristo. Lakini Yesu amesema msife moyo, msiogope, niko nanyi mpaka mwisho wa dahari. Asante. Tunaona kwamba mambo haya hayana budi kutokea. Ni kweli. Na ukisoma Ufunuo Yohana 16 inaleta wazi, inasema kuna wale wataungana. Kuna wale wataungana na watakuwa na utatu wao. Utatu mchafu ambao watautumia kuja kuleta mambo haya. Sasa tukiangalia mambo haya tunaona kumbe yanayotukia kwa Paulo
ni mambo ambayo tayari Yesu alikuwa ameshayasema. Lakini kabla tuende huko, nataka tusome mstari wa 14 walimu. 24:14. 24:14 Matendo. Tumekaa mahali pamoja kwa muda. Inasema ila neno hili naungama kwako, ya kwamba kwa njia ile ambayo waiita uzushi, ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu, nikiamini yote na yanayopatana na Taurati na yaliyoandikwa katika vio vya manabii. Mwalimu Tabnacha, pale neno njia limeandikwa in capital, herufi kubwa. Na anasema ati njia ya uzushi. Kumbe sasa hii njia ya uzushi ni nini ambayo watu wanasema ni ya uzushi, mwalimu? Asante. Njia hii ya uzushi, mwalimu ameileta pia, kaongea kuhusu kifo cha Yesu ambacho hawakuamini. Na mara si moja Yesu amerejelea katika kitabu cha Yohana kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. 14:6. Mtu haji kwa Baba ila kupitia kwangu mimi. Na ndio Paulo hapa anarejelea. Kwa sababu hili ndio lilikuwa jambo shida kubwa ambayo watu walikuwa wamekataa. Na hata ukiona katika mashambulizi ya kwanza ambayo Paulo alikuwa anafanya, alikuwa anatumwa kwa watu ambao walikuwa wanahubiri injili ya Yesu Kristo. Na kusema kwamba yeye alikuja akafa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka. Kwa hivyo ndio Paulo anarejelea hapa, hao walikuwa wanaita njia ya uzushi. Na napendezwa katika mantiki yake Biblia imeiweka vizuri kwamba njia haikuweko katika herufi ndogo. Mtazamaji, kama una Biblia yako na unasoma nasi, soma vizuri. Ila neno naungama kwenu kwamba kwa njia ile ambayo wanaita ya uzushi, kwamba kwa ule Yesu ambao wanamuita mzushi, kama unaitaka vizuri basi tuweke hivyo. Asante. Asante. Unajua Yesu alisema injili hii haikuletwa kwa kuleta amani. Ni nje ya upanga. Ni nje ya upanga. Mwalimu Mgunda, tunakuta kama katika ufunuo wa Yesu katika Luka 21 mstari wa 12 mpaka 15, Yesu tayari alikuwa amesema kwamba mtapelekwa mbele ya maliwali, magavana, mafalme. Na tukisoma nafikiri Matendo ya Mitume 9 mstari wa 15 na 16, ingependa isomwe alafu ipige msasa. Tumebaki dakika 5 ili tuende mapumziko. Asante mwalimu. Matendo ya Mitume 9 15-16 inasema, lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamuonyesha yaliyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Asante mwalimu. Tunaona Paulo jinsi ambavyo anazungushwa, ndio maana hangeuawa Yerusalemu. Maana Mungu bado alikusudia kwamba angeenda mpaka mbele ya wafalme. Tutakuja kuangalia mfalme hapo mbele. Mbele ambao tumeona kina Feliki, sasa tunaenda kwa Festo. Paulo amesimama mbele yao. Na anasimama kuenda mbele ya wafalme, ilikuwa aende kwa jina la Yesu. Kweli. Aweze kulitetea jina la Yesu mbele ya wafalme. Na mara nyingi nasema kwamba Mungu anirehemu. Na Mungu aniwezeshe siku moja niweze kuwa kama Paulo. Zaidi ya kuhubiria watu wa chini tu, nisimame mbele watu wakuu. Wengine wanakuja kwa sababu wako na shida. Siko, unajua kuna watu wanakuja kanisani kwa sababu wana shida. Kweli. Kuna watu wanakuja kanisani kwa sababu wanampenda Mungu. Kuna watu wanakuja kanisani kwa sababu wanaogopa kwenda kuzimu. Na wengine wanataka wazikwe vizuri. Wanataka wazikwe na kanisa. Katika mstari wa 24-25 mwalimu, hapo ndio tutaendelea mapumziko. Asante. Ila alafu alikuwa ameongea na Feliki. Alafu Feliki akapata hofu, unajua. Nafikiri uyasome mambo haya mwalimu. Asante. Hii sasa ndio injili ya kweli hii. Wacha nisome unapochangia. Fungu la 24. Baada ya siku kadha wa kadha, Feliki akafika pamoja na Drusila mkewe aliyekuwa Myahudi. Akatuma kumuita Paulo, akamsikiliza habari za imani iliyo kwa Kristo Yesu. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki na ya kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Feliki akafanya hofu kabisa. Sasa nenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita. Asante. Mwalimu, kwa haraka tu, Paulo kwanza hapa hajitetei tu, bali anamuinua kwanza Kristo.
Na anaisema huu ndio ujumbe wa malaika watatu. Kwa ufupi tu anatoa inaitwa kizungu summary. Na tunaambiwa kwamba anaposema maneno haya, napendezwa na jinsi Feliki anafanya kwamba yale mambo yanamtia hofu. Na ndio hasa nguvu ya injili hiyo. Kwamba injili inapokushika na ikuonyesha udhaifu wako, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, utakubali useme kama walivyomwambia Petero kwamba sasa tufanye nini? Useme kama alivyosema yule Muhabeshi akiwa na Filipo kwamba sasa imenipasa maji yako hapa, mbona nisibatizwe? Na sehemu ya pili, unaweza geuka uwe kama Herode, uwe moyo mgumu na ukatae. Ndio napendezwa na mfano ambao unapenda kuutoa kwamba jua halina shida. Kama umeweka maji, yakipigwa na jua kuna yale yatakauka na mengine yatabaki vile. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe leo ufanye huo uchaguzi kwamba injili inapokugusa, kuna mambo mawili mtazamaji, aidha ukubali ama wewe ukatae. Na Feliki alikubali, alichukua baya kwamba alifanya moyo wake kuwa mgumu, lakini kwa roho mambo haya tayari alikuwa amemgusa. Na unajua anapendezwa hata na nani, ukiangalia hata Herode wakati alikuwa anahubiriwa na Yohana Mbatizaji, Marko 6 ndio wakati alikuwa anaambiwa haya maneno, alikuwa yanamfariji, anasikia raha, anasikia, lakini hakuna wakati ambapo unajua kusikia raha na utamu wa injili haitoshi mtazamaji. Kusema kwamba wale watumishi pale katika uchambuzi wamenifundisha, wamenigusa, haitoshi hiyo. Unaenda hatua nyingine sasa ya kukubali na kuifanya iwe sehemu yako ili Kristo awe moja katika maisha yako. Lakini kusema tu yamenigusa na kuwa na hofu haitoshi. Mwalimu, saa imeisha. Najua unafinywa na mambo. Mtazamaji, nafikiri tunataka kwenda mapumziko. Nafikiri tukirudi kutoka mapumziko kuna mambo mengi tu ambayo walimu bado wanataka kuyasema. Nimefanya kuwazuia tu, lakini najua tukirudi bado tunataka kujifunza mengi kutoka kwa mambo haya. Kumbuka kwamba tumeongea juu ya Feliki tu, hatujaenda mahali. Bado tuko na Agripa, tuko na Festo, lakini kuna mambo mengi matamu, hatungependa tupite neno. Tungependa kwamba mambo yote tuende nayo, tufululize yote kwa pamoja ili upate kuelewa vizuri. Mungu akubariki, usiende mbali. Amen. Tumerudi tena. Mpenzi mtazamaji, kuendelea na kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Kabla tuende mapumziko, tulikuwa tunaongea juu ya Feliki, tukisema kwamba Paulo alipomnenea, ukisoma 24 mstari wa 24 mpaka 25 pale, Feliki anasema alishikwa na hofu. Maana yake ni kwamba mambo haya yalimgusa, kuonyesha kwamba aliyosema Paulo ni ya kweli. Na kwamba unajua, ukiambiwa kitu ambacho kinahusu hasa Ukristo, unakuta kwamba katika akili yako unajaribu kulinganisha maisha yako na mambo yaliyosema, na unakuta kweli mimi kuna mambo siyafuati vizuri. Hilo ndilo lililompiga mshipa Feliki. Lakini shida ni kwamba Feliki baada ya kusikia ukweli hakufanya uamuzi, lakini akashikwa tu na hofu. Alafu aliposhikwa na hofu akatafuta njia mbadala ama kuhepa, na akakwepa pale ili asije akaingia katika mtego wa kuokoka. Mimi nashangaa mtazamaji, nashangaa kwamba mbona watu wanahepa Ukristo ni kama unawekwa jela. Ni kama mtu amekufungia kizimbani, umewekwa nyororo. Na kumbe unaletwa katika hali
ya uhuru ambaye si uhuru tu, uhuru wa ajabu. Uhuru kweli. Na hali watu wanahepa jambo hili. Hiyo ni kasumba ya ulimwengu. Mwalimu Mgunda, najua bado nataka kusema kitu pale. Sasa ni mwalimu, muda tu ndio lakini Mungu atusaidie. Amina. Tunamwona Feliki. Jua litatua. Ya kwamba injili ambayo Paulo halimhubiria kwa muda mfupi ilimfanya kawa na hofu. Ya kwamba injili ilimchoma mioyo. Injili hii ina mambo haya. Jambo la kwanza Kisungu yasema ina kuconvict. Na aishi pale tu. Feliki hakuingia kwa hatua ya pili, maana injili ilimletea conviction, lakini hakuwa converted. So, ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi katika Mathayo 18, unless you are converted, msipoongoka. Kwamba mara nyingi tunasikia injili kama Feliki. Na injili inatuchoma mioyo. Najua kwa mwezi wa 8 na mwezi wa 9 mwanzo watu wamesikia injili kwa makambi kweli kweli. Tulikuwa na wahubiri ambao Mungu aliwatumia. Waimbaji wametoka mbali. Na kweli tulishuhudia na tukasikia injili. Na wengi wetu injili ilituchoma kama Feliki. Lakini je, zaidi tu ya kusikia injili na kutuchoma mioyo, je, tulibadilika? Je, injili imetubadilisha? Injili maana yake nini? Sio kama Herode. Kama Herode. Kwa sababu Herode alikuwa anamsikia Yohana Mbatizaji. Anasikia maneno haya ni mazuri sana. Anasema muite tena. Sasa kila siku anaitwa Yohana Mbatizaji ananenea. Lakini Herode alifanya moyo wake kuwa mgumu. Lakini Roho anasema nini? Mwalimu. Roho anasema nini wakati umeusikia ukweli? Roho wakati umesikia ukweli, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ibrania 3:7. Roho aseme kwamba ukisikia sauti yake leo. Kwa hivyo tuseme saa hii. Feliki akasema nikipata nafasi nitakuita. Hakupata nafasi tena. Hiyo ndio ilikuwa nafasi yake, na ndio mtazamaji, haujui nafasi yako ni hii ambayo Mungu amekupatia. Unaposikia sauti ya Roho anaponena pamoja na wewe, usifanye moyo wako kuwa mgumu, maana haujui ya kesho. Katika Ufunuo 22:17 inasema Roho na bibi harusi wanasema nini? Njoo. Nao ukisikia wewe pia sema njoo. Uje Bwana Yesu. Mwalimu, kuna jamaa mmoja anaitwa Festo, Mwalimu Tabnacha. Festo jina lake linamaanisha kitu kama sherehe, makaramu, festivities. Feliki wazungu wanasema festivity. Feliki yake inamaanisha mtu ambaye amefaulu kimaisha, prosperous, mtu ambaye aliyebobea. Lakini Festus ama Festo inamaanisha wakati wa raha ama sherehe. Sasa hebu nikuulize mwalimu, ule Feliki alikuwa ni mkatili sana. Sasa hata tunashangaa Tertullian alitoa wapi maneno ya kumsifu. Na kwa sababu ya kufanya ukatili kwa Wayahudi, ikabidi kwamba Feliki atolewe. Ni kama tuseme mkubwa wa polisi wa Bungoma, nilijua ungetumia Bungoma, endelea. Bungoma ni kwetu. Sasa mkubwa pia nitumie polisi yetu. Sasa pengine afanye ukatili mpaka aambiwe rudi Nairobi, alafu aletwe Nairobi Vigilance House afanye kazi hapo. Sasa ndipo kutumwe mwingine. Sasa walipotuma mwingine wakatuma Festo. Sasa mwalimu, endelea. Na unajua Festo anakuja, lakini huu Feliki hata wakati anatoka ndio uone ukatili wake. Na uone kwamba huu pia mwanasiasa. Anamwachilia Paulo kifungoni miaka 2. Hakumwachilia yani. Hakumwachilia, alimwacha bado akae kifungoni ili apate ile furaha ili apate kupendwa zaidi na Wayahudi. Wengine kizungu unaweza sema akuwe politically correct. Ili Wayahudi wakimwona wasema Feliki hajatuangusha. Alikuwa jamaa wetu. Na Festo anapokuja, yeye pia anaingilia tu hili swala. Na kwanza niseme tu, unajua saa nyingine tunaweza jiuliza, Mwalimu Mgunda alisema pale kimbele kwamba Mungu bado alikuwa na kazi na Paulo. Na pengine unaweza kuwa na mshawasha kama mtazamaji, ulize mbona miaka 2 bado anasalia? Na tunagundua kwamba kwanza, kwa nini bado anasalia kifungoni katika muda mrefu? Kwanza Mungu alikuwa anataka afikie Rumi. Ndiyo hasa mahali ambapo alikuwa anampeleka. Mungu alikuwa bado anataka Paulo awashuhudie maliwali, awashuhudie magavana, awashuhudie viongozi. Ndiposa bado wakati wake unakaa. Na pia jambo la tatu, alikuwa anapata muda wa kuandika kurasa na nyaraka ambazo alikuwa anatuma kwa makanisa mbalimbali. Tukirudi kwa Festo,
Festo anakuja lakini cha kusikitisha ni kwamba wanapokuja hawa mashahidi bado wanarejelea tu mambo yale ya uongo. Unajua ile ni kama ni appeal. Ni kama ni appeal, ni rufaa, ile kesi ya rufaa. Lakini napendezwa na kwamba huu uongo wao hata wanapoutoa, kuna maneno katika Marko 14:55 hadi 56, Yesu wanapokuja mbele. Asante. Ile ni tamu. Marko 14 mstari wa 55-56. Wacha nifike pale, asante. 55 inasema hivi. Basi wakuu na makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda juu ya Yesu wapate kumuua, wasione. Kwa maana wengi walimshuhudia uongo, walakini ushuhuda wao haukupatana. Unaona, wanakuja na ushuhuda wa uongo wakati wa Kristo, na napendezwa na hicho kipengele kwamba hata huu ushuhuda wao uongo haukupatana. Juu huyu anasema nilimuona amekaa kwa kiti, huyu anasema alikuwa amekaa juu ya meza. Yaani haviendani. Na ndio mambo ambayo yanadhihirika hata wanapokuja na ushahidi wa uongo mbele ya Festo mara ya pili. Ushahidi wao haupatani. Haupatani, na ndio Paulo anapata hata fursa ya kunena na kunena mbele za Festo. Mwalimu Ngunda, nafikiri sitaki tutoke hapo mwanzo. Tunakuta kwamba hawa jamaa wanapanga kumuua Paulo. Wanataka kumvamia, bado wanataka kumvamia. Walipokuwa wamepanga kule Yerusalemu, bado wanataka kumvamia. Hebu tupe habari hiyo mwalimu. Asante mwalimu. Wamejaribu mbele ya Feliki na kumchukua hata Tertulo ambaye ni mtu mzuri. Walidhani ya kwamba hapo wangepata nafasi. Lakini walipoona ya kwamba mpango yao yote haikufaulu pale. Tena unapoanza ifule haya 25 kwamba tena kuhani mkuu anaongoza tena anapoenda mbele ya Festo. Na mbele ya Festo njama yao ilikuwa hivi sasa. Unajua Festo alikuwa sasa amekuja ku Yerusalemu kuwatembelea. Wakajua huyu ndio gavana amekuja mgeni. Ndio. Na Paulo kwa Kaisaria. Kile ambacho njama yao sasa hawataki ya kwamba Paulo aweze kusimama mbele ya Festo. Wanaomba mbele ya Festo ya kwamba akubali Paulo aletwe Yerusalemu. Aweze kuhukumiwa na Sanhedrin. Wana mpango tena vile walivyopanga mwanzo ule. Wanapoletwa njiani aweze kumalizwa tena hata kabla afike Yerusalemu. Na Festo amejua alipoangalia yote akajua Mungu, unajua Mungu ndiye anafanya kazi hii yote. Mungu anafanya kazi yote. Na Festo anamuuliza Paulo, je, ungependa uweze kupelekwa Yerusalemu? Paulo akasema mimi nasimama. Wacha tusome hii. Mtumishi tusome hii. 25 fungu lake la 10 nasema. Paulo akasema, mimi ninasimama hapa mbele ya kiti cha hukumu cha Kaisaria, ndipo panipasapo kuhukumiwa, siku wakosa Wayahudi neno, kama wewe ujuavyo sana. Basi ikiwa ni mkosa au nimetenda neno la kustahili kufa, sikatai kufa, bali kama si kweli neno hilo walilonishtaki, hapana awezaye kunitia mkononi mwao. Kisha akasema, nataka rufani kwa Kaisari. Nakata rufani kwa Kaisari. Sasa unajua ni kama Paulo aliangalia akaona ni kama huenda huyu jamaa akakubali arudishe ataboronga. Na unajua pia hapa anaona pia kazi ya Mungu itaishi hapo kwa sababu atapamoa. Endelea mwalimu. Asante mwalimu. Paulo amejua njama ya Wayahudi. Paulo anajua viongozi pia vile ambavyo walikuwa wakati mwingine wanataka kupendeza umati. Kweli. Kama vile imefanyika kwa Feliki, ilifanyika tunakumbuka hata wakati wa Pilato, anaruhusu Yesu makosa kupendeza umati. So Paulo akasimama, na mtazamaji, ningependa kila mmoja wetu tuweze kujua. Ni vizuri sana wakati tunapofanya harakati ya Injili pia tuweze kujua haki yetu. Na jambo lingine pia, Paulo hapa anaona kwamba upande wa kanisa hana mtetezi, lakini anaona heri ulimwengu. Unajua hivi itafanyika hata siku za mwisho. Kweli. Wakati dini zake zitakapoungana. Na tunakumbuka hata wakati wa Elijah. Elijah anatafutwa na Ahabu.
na Israeli yote. Ahabu ndiye anatafuta kuuawa. Ahabu anatafuta kuuawa na mfalme wa Syria. Wa Syria. Alafu baadaye pia Elijah. Kuna Elijah sasa nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu. Ndio. Elijah nabii wa Mungu amekuwa adui kwa taifa la Israeli. Mungu anamtuma ya kwamba mahali atapata mahali ambapo ataweza kulakiwa na kuhifadhiwa ni mwanamke ambaye ni mjane Sarepta Sidoni. Kwa sababu gani? Maana huku Yahudi yote yeye ni adui. Na ndivyo inafanyika hapa na Paulo. So Paulo naomba ya kwamba anakata rufaa kwa Kaisari. Maana kwa Kaisari kwa sheria alikuwa amejua sheria za Kirumi ya kwamba mbele ya sheria yote anajua kwamba hana hatia, bado atasimama tu akiwa na haki. Na yeye ni Mrumi. Na yeye ni Mrumi. Nilikuwa sema kwamba tuweze kujua haki zetu. Na haki zetu, sheria ya nchi ina haki zetu. Na ndio maana nilikuwa nasema hata inapofika wakati hata wa masomo ya shule, kuna mara nyingine naona watoto wetu wanalazimishwa kusoma hata siku ya Sabato. Sheria ya nchi imesema kwamba kuna uhuru wa ibada. Kuna uhuru siku ya Sabato, siku ya kwenda kanisani, mtoto hafai kwenda shule. Kama mtoto wako analazimisha kwenda shuleni siku ya Sabato, uweze kujua kwamba haki hiyo iko katika nini? Katika sheria. Shida ni uoga. Shida ni uoga. Unajua shetani akisha nguruma wanaingiza mikia chini, wanatoroka. Walimu, pia ulikuwa umegusia kisa cha Elijah. Nilikuwa nataka pia Ahabu pia kuna wakati mfalme wa Syria alitafuta kumuua sana. Lakini Mungu anamtuma Elisha. Kumjulisha. Ina maana kwamba mwalimu, hata mambo yakipangwa dhidi yako kuna vile Mwenyezi Mungu anaweza taka kukuokoa. Asante mwalimu, kuna wakati Mungu anaweza kupenyeza katika hali ambazo hazieleweki kwa macho ya binadamu. Na nadhani kama kuna mtu ambaye mfano wake ni mzuri zaidi, mimi nampenda sana Paulo. Kwa sababu kuna wakati amepitishwa hata kwa kikapu. Kuna wakati kuna wakati wamepigwa na dhoruba, kama wakati tukiangalia somo la juma lililopita. Watu wamekula kiapo. Sasa we unajiuliza inakuwa kwaje? Mjomba alikuwaje pale? Wameka kifungo, wamefunga wali. Sasa mjomba alikuwa kwaje pale akasikiza hii njama? Haya yote ni mambo ya Mwenyezi Mungu, na akitaka, na ndio maana napendezwa hata na lile jambo ambalo tulisoma nyuma katika Marko 14:55. Atawachanganya hadi hata ushahidi wao hautapatana. Hata Yesu wakati wake ulikuwa hujafika na walikuwa wanataka kumwangamiza. Naomba kwamba alipita katikati yao na hawakumuona. Yani Luka 4. Alipita katikati yao na hawakumuona na walikuwa wako tayari kumwangamiza. Kwa hivyo kuna sehemu fulani ambapo kama Mungu bado kuna jamaa wale jamaa wawili waliokuwa wametumwa, wajumbe wawili wametumwa na Yoshua katika kitabu cha Joshua 2. Walipoenda katika mji wa Jericho, kukaa neno likaenea kwamba kuna Wayahudi wawili ama Waisraeli wameingia humu. Lakini wakaenda wakajificha kwa nyumba ya kahaba. Na ni kahaba anayewaambia mkitoka kwenye dirisha hili muende kwenye milima siku 3. Alijuaje hawa jeshi watatafuta hawa jamaa kwa siku 3? Mungu ni waajabu. na hata ule mfano umeupea na Waelia na Gehazi. Wamekaa juu ya nyumba, wanaona jeshi kubwa, Gehazi ameanza kutetemeka miguu. Nasema sasa itakuwaje? Elijah anasema, Mungu jamani, mfungue macho huyu bwana. Mfungue macho aone jeshi ambalo tuko nalo. Na pale wajamaa wanawekwa kipofu, anawaleta mpaka mbele ya mfalme. Mfalme anauliza, sasa niwafanyie nini mimi? Mambo ya ajabu. Unajua sasa ndio mimi usema hata ukiwa na adui anayekupangia kitu, yapeleka kwa Kristo. Acha kupigana vita. Peleka kwa Kristo. Kristo atasuluhisha mambo haya. Najua hata kazini tunasumbuliwa. Najua mtazamaji, pengine kazini kuna watu wanakusumbua, kuna watu wanataka kukusimanga, wakuharibie kazi. Acha kupigana nao. Peleka mambo haya kwa Kristo. Kristo ndiye atakaye kupigania. Kwa sababu hamna haja ya kuanza kupigana vita ambavyo wewe mwenyewe hautaweza. Na watu wamepanga wengi, hautapigana nao. Sasa wewe peleka kwa Kristo, hata utashangaa. Unajua aliambiwa wana wa Israeli kwamba maadui wenu watakimbia njia 7. Walikuja njia moja, lakini wataenda njia 7. Mwalimu, kuna mifano mingi. Unamuona hata wakati wa kina Sisera. Na kina Balaki. Ndio.
na jamaa anauliwa tu katika hali ambazo hata hazieleweki na vita vinashindwa. Kwa hivyo ni Mungu wetu anatupigania katika vita hivi. Walimu, kuna sasa Paulo anasema yeye anataka kwenda kwa Kaisari. Na tunakuta kwamba Mungu anatumia nafasi hii ili Paulo afanye mambo fulani. Mwalimu, ninajua tu hakusema tu kwa Kaisari, aliongozwa na Roho. Na mbona basi Mungu anamwambia anaongoza Roho kumwambia afanye rufaa, akate rufaa kwa Kaisari? Kwa Kaisari. Kaisari alikuwa mtu mwenye, najua ulikuwa umeshagusia kidogo, najua yeye ndio mkubwa. Alikuwa mkubwa na ule utawala. Lakini pia ukiangalia kwa undani zaidi unagundua kwamba alikuwa anaenda mbele mamlaka kubwa zaidi. Ndio. Na pia vile amesema Mwalimu Mgunda katika najua mwelekezi anaambia dakika 10 na tumemaliza dakika 10. Sasa si endelea mwalimu. Kwa hivyo anaona kama hapa ndio mali anapata fursa ya kufika Rumi. Kwa sababu sasa alikuwa lazima afikie hata wakuu wa dini ya wakati ule. Sasa jaribu kutafakari kana kwamba angefika mbele ya Kaisari na injili ile ampatie na Kaisari aweze kuipokea ile injili. Hiyo ingependua ulimwengu juu chini. Kwa sababu kama kila mtu angeisikia. Kwa hivyo hilo hasa nadhani ndio ujanja ambao pia Paulo alikuwa nao. Si ujanja haswa, Mungu alikuwa ameshamnenea akamwambia nitakupeleka mpaka Rumi. Mwalimu Mgunda, baadaye huyu jamaa alipokuwa pale na amekata rufaa, kwa bahati nzuri kwa bahati nzuri miaka 2 imeisha. Unajua jamaa amekaa jela miaka 2. Kwa bahati nzuri Agripa ambaye alikuwa ni Agripa wa pili huyu, ambaye alikuwa mwana wa Agripa wa kwanza, kitukuu wa Herode. Huyu Agripa akawa kwamba amekuja kutembelea jimbo hilo. Sasa alipokuja kutembelea jimbo hilo, ikabidi sasa, kwa sababu Festo alikuwa ameshasikia hadithi hii ya Paulo na kesi hii, ndipo akapeleka mambo haya kwa nani? Kwa Agripa. Ikapunguza gharama ya kumsafirisha Paulo kwenda kwa Agripa. Endelea mwalimu. Asante mwalimu. Ni wakati ambapo Mungu mwenyewe amepanga. Agripa anakuja katika eneo hili. Na anapokuja katika eneo hili, Festo analeta hoja ya Paulo. Anachukua nafasi. Na anapochukua nafasi, wache nisome fungu la 24. Festo akasema, Mfalme Agripa, na nyinyi nyote mliopo hapa pamoja nasi, mnamuona mtu huyu ambaye jamii yote ya Wayahudi huko Yerusalemu na hapa pia wamenitaka niwasaidie, wakipiga kelele kwamba haimpasi kuishi zaidi. Lakini mimi naliona kwamba hakutenda neno la kustahili kuuawa, na yeye mwenyewe alipotaka kuhukumiwa na Kaisari nalikusudia kumhukumia na kuhukumiwa na Kaisaria. Nalikusudia kumpeleka kwake. Nami katika habari yake sina neno la hakika la kumwandikia Bwana. Kwa hiyo nimemleta hapa mbele yenu, hasa mbele yako wewe Mfalme Agripa, ili kisha kuulizwa nipate neno la kuandika. Na hakuwa na sababu. Unapoenda mbele, Festo anasema kwamba hata amejaribu kuangalia mashtaka ambayo anashtakiwa na Paulo, lakini hajaona, ila tu ni kwa dini yao. Ndio. Dini ya Kiyahudi. Na tena kwa mtu ambaye mtu huyu Yesu, anaitwa Yesu, ambaye Paulo anasema alifufuka. Ambaye Paulo anasema alikufa na akafufuka. Napenda sana neno hili. Ya kwamba hata Festo mwenyewe ameleta hoja yenyewe. Ya kwamba mbele ya Agripa, kile ambacho kileta shida hapa ni habari ya huyu Kristo Yesu. Kuna jamaa anaitwa Kristo. Kuna jamaa huyu Kristo Yesu. So ni ya kwamba Mungu alikuwa amepanga ni nafasi nzuri tena habari ya Kristo Yesu iweze kuhubiriwa mbele ya Kaisaria. Kaisaria ndio ilikuwa ni ukuu wa Kiroma. Sasa Paulo akiwa mbele ya Agripa, alijua kwamba Agripa ni Myahudi. Anajua tamaduni zao. Anajua tamaduni za Wayahudi.
na akasema kwamba alikuweko pia kule Yerusalemu, akifa. Asante sana. Unajua alikuwa yeye kwa sababu ni kitukuu wa Herode. Anajua mambo ya unajua hata yeye alikuwa anashiriki katika kumchagua kuhani mkuu. Kwa hivyo alikuwa anafahamu mambo ya Kiyahudi kabisa. Paulo akaomba ya kwamba naomba unisikilize. Kwa nini? Kwa subira. Unisikilize kwa subira. Na Paulo akaanza kujitetea. Na Paulo anapokuwa mbele ya Agripa, jinsi ambavyo alivyosema alipokuwa Yerusalemu, Paulo akaanza kutoa kisa chake, jinsi ambavyo yeye alikuwa anafanya vile wanavyofanya. Alitesa Wakristo, alifanya mambo kama hayo, na alikuwa natia sahihi kwa vifo ya watu ambao walikuwa wanaeneza injili ya habari ya huyu Yesu. Lakini akasema siku moja akielekea Damascus, tena mchana, mwanga zaidi ya mwanga ya jua ikamtokea, na baada ya hapo mambo yake yakabadilika, na akatumwa kuwa mtume ama mjumbe akupeleka injili hii kwa mataifa na mbele ya wafalme. Paulo akatoa hoja yote mbele ya Agripa. Nini ambacho Paulo anasema? Anahubiri injili ya wokovu ya Kristo Yesu ambaye alimwokoa mbele ya Agripa. Kila ambacho kinanishangaza, Festo hata kabla Paulo amalize, Festo anasema kwamba Paulo, kwa sababu ya kusoma sana kichwa yako kimeruka. Yaani injili ya Kristo, Festo anakataa mambo ya mambo injili ya Kristo anaikwepa, anasema kwamba kwa sababu kusoma sana Paulo, maana Paulo alikuwa ni msomi. Lakini Agripa alisikiliza, na aliposikiliza mambo ya Paulo, Agripa vile kama Feliki anamuuliza Paulo, kwani kwa dakika hii kidogo unataka kunifanya kuwa Mkristo? Ndugu mtazamaji, wawezekana kwamba muda ambao tunapata ni muda ambao ni mfupi tu, muda moja tu, ama nafasi moja tu. Na kwa injili ninayookoa si lazima iwe injili ya masaa 10, crusade ya wiki 2 ama ya majuma mangapi. Injili inayookoa ni neno la Kristo ambayo inabadilisha, inayookoa. Na unapoipokea injili hii, je, utasema kwamba kwa muda mfupi unataka kunibadilisha? Mwalimu endelea. Napendezwa na ule ukakamavu wa Paulo. Unajua Paulo, wengine hata wanadhani ambao walikuwa katika lile baraza wakaanza kumuuliza, wewe unajua unaongea na mfalme? Kwa sababu ukisoma katika 26-27 Paulo anasema, Mfalme Agripa, je, waamini manabii? Najua ya kuwa waamini. Agripa anajua ana Uyahudi ndani yake. Uyahudi ndani. Napendezwa na ujasiri. Najua wakati ambapo tumeletwa mbele kujitetea, mara nyingi tunaua wasiwasi kwamba je, tutasimama vipi? Je, tutanena namna gani? Tumeambiwa katika Luka 12 kuanzia mstari wake wa 11-12, mtazamaji, kwamba wakati huo mkisimama, Roho atawapa maneno ya kunena. Lakini katika kupoa maneno ya kunena hayo pia Timotheo wa 2:15 anatushauri kwamba soma ili uweze kuwa mtu ambaye anaweza kusimamia mambo ambayo unayaamini. Napendeshwa kizungu inasema study to find yourself approved. Kwamba hata katika kule kujiandaa na kusimama mbele ya wafalme na maliwali na magavana, na ustadi ambapo Paulo alikuwa na nguvu zake. Luka ametuambia kwamba Roho atatupatia maneno ya kunena wakati ule. 26 fungu la 5 pia napendezwa kwamba Paulo anasimama kidete akisema kwamba hii dini ama huu kweli. Asante. 26 fungu la 5 na la 6. Wakanijua sana, tuko katika Matendo mtazamaji. Wakinijua sana tangu mwanzo, kama wakipenda kushuhudia ya kwamba nilikuwa Farisayo, kwa kuifuata madhehebu ya dini yetu iliyo sahihi kabisa. 6. Na sasa ninasimama hapa nihukumiwa kwa ajili ya tumaini la ahadi baba zetu waliopewa na Mungu. Endelea mwalimu. Asante. Katika huo ugumu wote, katika ukali huo wote, na mbele ya watu ambao wanataka kukushtaki, Paulo bado anaona kwamba inastahili kusimamia ukweli. Na hata anawaambia hii dini ya Mafarisayo
Ni ya ukweli. Ni ya ukweli. Ni wao tu. Shida si dini, Mafarisayo ndio shida. Mafarisayo ndio shida. Mwalimu alisema kimbele kwamba mambo haya yameambiwa kuhusiana na miaka 490, wameelezwa kuhusu kiambaza, wameona kuhusu ufufuo wa Kristo, lakini bado wameweka boriti katika macho yao wasione. Wanaona makosa wengine tu. Kwa hivyo mtazamaji, hii dini ya kweli. Hata ukiona watu wanafanya mambo yao mbadala ndani, hapa ndio bado Kristo amekaa. Na ndipo miguu yake ipo. Mwalimu, sijui kama kuna kitu nataka kusema, nilikuwa nataka tusome mstari wa 17 18. Tusome. Nani? Mitume 26. Mitume 26 aya 17 na 18. Nasema mambo haya. Nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao, uwafumbue macho yao. Kumbe watu wa mataifa na watu wako wote macho yao yamefungwa. Endelea. Uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru. Waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu. Sasa mwalimu, kabla uongee, nisomee Wakorintho wa pili 4:4. Wakorintho wa pili 4:4 inasema, ndio mwalimu, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Walimu, endelea. Asante mwalimu. Mungu wa ulimwengu ni shetani. Kazi yake ni kupofusha watu, ni kufunga macho watu. Ndio maana Yesu akiwa anaanza mission yake katika Luka 4:16 kuelekea juu, alipokuwa katika sinagogi, sema kwamba unabii umetimia, maana nimetiwa mafuta sasa kutangaza mwaka wa kufunguliwa kwao walio mateka na kufunguliwa kwao pia waliokuwa vipofu. Na Yesu wakati mmoja katika Yohana 9 Yesu anasema kwamba anapoendelea kumaliza baada ya kufungua yule kipofu macho, ya kwamba 35 anasema kwamba hukumu ama kile ambacho ni mbaya ni kwamba unapojifanya wewe ya kwamba unaona na wewe ni kipofu. Na hiyo ndio shida ambayo ilikuwa na Mafarisayo. Wanajifanya kwamba wao wanaona lakini wao ni kipofu. Shetani aliwafumba macho. Na tunamsoma hata wafalme, Injili inawafikia, Injili ya Kristo Yesu, nafasi wanapata, lakini shetani kazi yake ni kufunga macho. Kufunga macho nini? Kusikia unasikia, lakini kile ambacho unasikia kwa sababu ya kitu umekalia, kwa sababu ya mambo ya dunia hii, kwa sababu ya kutafuta kama tumeona Feliki anatafuta riziki na hata kuhongwa, imefanya watu wengi watakosa ufalme wa mbinguni. Ya kama Mungu wa ulimwengu amepofusha watu macho. Kusikia tunasikia, mtumishi unajua nini? Watu watapotea kwa sababu hawakusikia. Watasikia. Yesu amesema kwamba Injili itabiriwa kote ulimwenguni. Watu watasikia, lakini je, baada ya kusikia Injili inakufanyia nini? Muhimu ni hiyo tu. Muhimu ni hiyo. Maana kusikia tumesikia sana. Si uhai tu. Na tunakuta kwamba halimu, tunapoendelea kumaliza, tunakuta kwamba kuna tumaini ambalo Paulo anaizungumzia kote anapoongea, lazima anaongea juu ya tumaini. Walimu, asante mwalimu. Unajua ndio ujumbe hata ambao umeleta shida. Na hili ni tumaini la baraka ambalo tunalinukuu vizuri katika kitabu cha Wakorintho Wakorintho wa kwanza 15 kianzia 12. Acha niisome mwalimu. Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia 12 inasema, basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakukufa. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo
wa Mungu, yani kama Kristo hakufufuka. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu hawafufuliwi. Najua wenzetu wa Waislamu husoma mpaka mahali hapo wanaachia hapo mbele Yesu hafufuliwi. Alafu anasema maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mungalimo katika dhambi zenu, na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. 20 sasa ndio utamu. Anasema lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Asante mwalimu. Asante. Ndio tunapata tumaini letu kubwa hapo. Na ukifululiza maneno yote hayo ambao Paulo ameyasema, ndio maneno ambao watu wanatukejeli nayo. Lakini kuna hilo tumaini kwamba limbuko la wafu mwenyewe tayari Kristo yuko pale. Kwa hivyo nasi ndio maana hata Paulo hakuona uchungu kuletwa mbele ya wakuu, hakuona uchungu hata kwenda mbele ya Kaisari, na hata hakuona uchungu kwamba angekufa, kwa sababu kuna hilo tumaini lilikuwa linabubujika moyoni mwake kwamba nikifa hata leo ni kulala tu, nimelala, lakini kesho katika mlio ule wa parapanda mimi pamoja na wengine tutaweza kufufuliwa. Nami na hilo tumaini. Amina. Nadhani hata hiyo ndio linatupiga nguvu. Ndio tumekwisha. Na najua kuna mambo mengi bado mnataka kuyasema. Lakini tunajua kwamba adui wa mwisho atakayebatilizwa ni kifo, kwamba ili tumaini hata sisi tunalishikilia, kwamba Yesu alifufuka, na kwamba ufufuo wake hata sisi tutafufuliwa ikiwa tutakufa ndani yake. Tusipokufa ndani yake tutafufuka wakati mbaya, ufufuo ambao ni wa pili, na hao ni kuingia katika ziwa la moto. Lakini muda ulishaisha kitambo mwalimu. Najua kuna mambo mengi nataka kuyasema, hata mwalimu Gunda niliona anafungua kinywa nikafanya kumkata tu. Mwalimu Gunda, nafikiri ningetaka kuongeza mambo, ungetaka kuyasema mambo, lakini kwa sababu ya muda tafadhali tufungie kwa ombi. Asante. Tuombe. Mungu na Baba yetu, jina lako litukuzwe. Neno la tumaini ni kwamba kuna ufufuo ya wenye haki ambao tutarithi uzima wa milele. Na hii ndio Injili. Maana Injili ya Kristo Yesu ni Injili kuhusu Kristo aliyeacha utukufu mbinguni, akazaliwa, akaishi, akafa, akazikwa, na akafufuka, akashinda mauti. Baba, tunaomba kwamba ndani yetu tuweze kuwa na tumaini hili ya kwamba tukiwa ndani ya Kristo Yesu, japo tutakufa leo ama kesho, tutafufuka Yesu akija mara ya pili. Baba, saidia wote ambao wamesikiza ujumbe huu, ili ya kwamba katika kazi hii ya kupeleka Injili tuweze kuwa wajasiri kama Paulo. Na ujasiri huu hauji na nguvu zetu, tuomba Kristo uweze kuwa pamoja nasi. Baba, ulete wengi katika zizi lako. Tunashukuru kwa kutuongoza mpaka mwisho, maana tumeomba katika Kristo Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Walimu, asanteni. Mungu awabariki mno. Mtazamaji, hata wewe tunasema Mungu akubariki. Tunakushukuru kwa kutusikiza na kusikia mambo haya. Wewe naye pia ukishayapata nenda hubiria wengine. Amen. Kwa sababu neno si letu, neno ni la Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki, uwe na weekend yenye mibaraka. Amen.